Samia Suluhu apokea taarifa mbaya ambayo imetikisa Ikulu ya Tanzania. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika mjadala unaozidi kuchukua uzito nchini Tanzania na kanda ya Afrika Mashariki, hoja imejitokeza wazi ambao ni uchaguzi halali ambao haujengwi na matumizi ya nguvu za dola, bali kwa ulinzi wa katiba, sheria na uchunguzi na haki za msingi za wananchi. Kauli hii iliyoelezwa kwa msisitizo na aliyekuwa mbunge wa Arusha mjini Godbless Lema inaakisi mjadala mpana wa kisheria na kidemokrasia kuhusu namna dola zinapaswa kusimamia uchaguzi katika jamii za kisasa. Kwa mujibu wa misingi ya kikatiba, uchaguzi si tukio la kiusalama bali ni zoezi la kisheria na kidemokrasia linalopaswa kuendeshwa kwa uhuru, haki na usawa. Pale ambapo dola hutumia vitisho, nguvu za au mbinu za kiusalama kudhibiti mchakato wa uchaguzi, msingi wa uhalali na matokeo huanza kuporomoka, na pamoja nao uhalali wa mamlaka inayotokana na uchaguzi huo. Kisheria, jukumu la msingi la dola katika uchaguzi wa kulinda katiba na sheria, si kuzikanyaga kwa madai ya kulinda amani. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inatambua haki ya wananchi kushiriki katika uongozi wa nchi yao kupitia uchaguzi huru na wa haki. Haki hiyo inajumuisha uhuru wa kuchagua na kuchaguliwa, uhuru wa kujieleza na haki ya usalama wa mtu binafsi. Kwa mtazamo huu, vitendo kama utekaji, mauaji, vitisho na matumizi ya nguvu kupita kiasi haviwezi kutafsiriwa kama hatua za kisheria za kusimamia uchaguzi. Badala yake ni ukiukwaji wa wazi wa haki za binadamu na msingi wa utawala wa sheria. Kwa mujibu wa ripoti za Human Rights Watch ya mwaka 2024 kuhusu Afrika Mashariki, matumizi ya nguvu dhidi ya raia katika wakati wa chaguzi yamekuwa yakichangia kuporomoka kwa imani ya umma katika taasisi za dola. Msingi mwingine muhimu wa uchaguzi huru ni uhuru wa tume ya uchaguzi, na kwa mujibu wa kanuni za kimataifa za uchaguzi huru ikiwemo Declaration of Principles of International Election Observation, tume ya uchaguzi inapaswa kufanya kazi bila shinikizo la kisiasa, kiusalama au kiutawala. Uchunguzi wa Umoja wa Mataifa kupitia UNDP umebainisha kuwa nchi ambazo tume zao za uchaguzi zinakosa uhuru wa kimuundo hukumbwa na migogoro ya mara kwa mara ya baada ya uchaguzi, kwani matokeo hukosa uhalali wa kijamii. Katika muktadha wa Tanzania, mjadala kuhusu muundo wa uhuru wa tume ya uchaguzi umekuwa ukijitokeza mara kwa mara, hasa katika nyakati za uchaguzi. Wataalamu wa sheria wanasema bila tume huru, hata uchaguzi unaonekana kuwa utulivu unaweza kukosa uhalali wa kikatiba. Hoja ya usalama wa taifa mara nyingi hutumika kuhalalisha hatua kali za dola wakati wa uchaguzi. Hata hivyo, kisheria, usalama wa kweli hauwezi kujengwa juu ya uvunjaji wa sheria. Usalama unaodumu kutokana na ridhaa ya wananchi, uhalali wa mamlaka na heshima ya katiba. Kwa mujibu International Commission Juris, serikali inayotumia nguvu haramu kudhibiti mchakato wa kisiasa hujiondoa katika msingi wa uhalali wa kisheria, hata kama inalenga kudumisha utulivu wa muda mfupi. Kauli ya Lema kwamba hakuna msingi wa kisheria unaoruhusu kuua raia ili kulinda amani inaakisi moja kwa moja msimamo huu wa kisheria. Mauaji au utekaji wa raia si tu ukiukwaji wa haki ya uhai, bali pia ni kosa linaloweza kuangukia katika uwajibikaji wa kitaifa na kimataifa. Uchaguzi usio huru una athari pana zaidi ya matokeo ya kura. Kwanza, huvunja imani ya wananchi kwa taasisi za dola, hasa tume ya uchaguzi, vyombo vya usalama na mahakama. Pili, huzaa utawala unaokosa uhalali wa kijamii, na ni jambo linaloongeza hatari ya migogoro ya kisiasa na kijamii. Kwa mujibu wa uchambuzi wa BBC News kuhusu demokrasia Afrika, nchi zinazoshuhudia chaguzi zenye malalamiko makubwa mara nyingi hukumbwa na mizunguko ya vurugu na kudorora kwa uchumi kutokana na ukosefu utulivu wa kisiasa.
Tanzania ilirejea mfumo wa vyama vingi mwaka 1992 baada ya miongo ya utawala wa chama kimoja, na tangu wakati huo kumekuwepo na maendeleo pamoja na changamoto katika safari ya demokrasia. Uchaguzi umekuwa ukifanyika kwa utaratibu wa kikatiba, lakini mjadala kuhusu uwiano kati ya usalama na uhuru wa kisiasa unazidi kuendelea. Katika chaguzi zilizopita, ripoti za waangalizi wa ndani na wa kimataifa zikiwemo za Jumuiya ya Madola zimehimiza serikali kuimarisha uhuru wa taasisi za uchaguzi na kulinda haki za kisiasa kama njia ya kuimarisha uhalali wa matokeo. Hoja kuu inayojitokeza ni kwamba demokrasia haiwezi kulindwa kwa kukiuka misingi yake. Uchaguzi ni chombo cha kuwapa wananchi mamlaka na kuamua mustakabali wao, na pale ambapo mamlaka hutokana na nguvu badala ya ridhaa ya wananchi, msingi wa utawala wa sheria hupotea. Kwa mujibu wa Amnesty International, matumizi ya nguvu za dola katika uchaguzi huacha majeraha ya muda mrefu katika jamii, yakijumuisha hofu, ukimya wa siasa, kudhoofika kwa ushiriki wa wananchi katika michakato ya umma. Mjadala huu ni muhimu kwa sababu unagusa moyo wa uhalali wa utawala na mustakabali wa demokrasia. Nchi inayoshindwa kusimamia uchaguzi kwa misingi ya sheria na haki hujenga mazingira ya migogoro ya kudumu, hata kama inafanikiwa kudhibiti utulivu kwa muda mfupi. Na kwa Tanzania, kulinda katiba, kuhakikisha uhuru wa tume ya uchaguzi na kuheshimu haki za msingi za wananchi si tu wajibu wa kisheria, bali pia ni uwekezaji wa muda mrefu katika amani ya maendeleo. Kwa jumuiya ya kimataifa, mwenendo wa uchaguzi nchini ni kipimo cha dhamira ya taifa katika kuheshimu misingi ya demokrasia na utawala wa sheria. Hatimaye, kama hoja ya God Bless Lema inavyosisitiza, nguvu sio suluhu ya uchaguzi, suluhu ya ukweli ipo katika haki, sheria, uwajibikaji na ridhaa ya wananchi. Uchaguzi unaoendeshwa kwa misingi hiyo pekee ndio unaweza kuzaa mamlaka halali, amani ya kudumu na demokrasia inayoheshimiwa ndani na nje ya mipaka ya taifa. Ndio hayo tuliokuandalia kutoka hapa TanzaPulse, chaneli yako pendwa na kukuletea taarifa hizi za kina bila kupindisha, kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi na zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu. Vilevile waweza kuwa wa kwanza kupokea taarifa hizi kila wakati tunapozileta. Unalostahili kufanya wewe kama mfuasi wetu, hakikisha umegonga alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea hizi notification ya kila wakati tunapoleta video mpya. Kumbuka, hapa ni platform ambayo tunazidi kujenga, ambayo itakuwa ya uaminifu zaidi, ambayo itakusaidia wewe mfuasi wetu kujua hali ilivyo nchini Tanzania, haswa katika kitengo cha siasa na masuala ambayo yana revolve around siasa za Afrika na Afrika Mashariki, maana hapa ndipo